Sasa wewe mwanadamu unataka uhubiriwe injili gani ya kukutekenya isiyotaka uache dhambi? Mwanadamu, mbona umekuwa na kiburi sana juu ya neno la Mungu? Baba zetu wa imani sio kwamba walichinjwa, walikatwa vichwa kwa sababu walikuwa wanaongea maneno kama hayo ya kwamba mwaka huu wa kuinuliwa, mwaka wa kujenga nyumba, mwaka wa kununua gari, wakiwaambia waovu hivyo, wakiwahubiria waovu injili kama hiyo. Baba zetu hawakuchinjwa vichwa, hawakuuawa kwa injili kama hiyo. Kwa injili kama hiyo, hiyo sio injili. Waliuawa kwa sababu walikubali kumwambia muovu uovu wake, hata kama atachukia. Hawakuangalia kwamba atachukia au atafurahi. Kikubwa tu walitaka kuondoa uovu ndani ya mtu huyo. Wako wapi walinzi wa Kristo katika dunia hii? Wako wapi walinzi wa Kristo ambao hawatanyamaza, hawatakaa kimya wanapoona upotovu unaendelea katika dunia, unaendelea katika jamii, ambao hawatakaa kimya wanapoona mwenye dhambi anajaribu kujipambanua, kujiona yeye ndiye anachokifanya ni sawa, ambao hawatanyamaza, watawakabili waovu, watawaambia waovu waache uovu, hawatakaa kimya, hawatanyamaza. Wako wapi walinzi wa Kristo hao? Isaya 58 mstari wa 1 anasema, piga kelele, usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Wako wapi hao walinzi wa Kristo hao? Wako wapi? Inaniuma sana kwa hiki kinachoendelea sasa duniani. Kinachoendelea sasa duniani ni watu kuhubiriana tu mafanikio, ni watu kukataa umaskini. Mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kununua gari, mwaka wa kujenga nyumba, mwaka wa kuinuliwa. Yani ni mahubiri mepesi yanayoendelea duniani, yasiyogusa mioyo ya watu, yasiyogusa ubaya wanaotenda watu. Hata shetani amepofusha macho ya wahubiri walio wengi, hata wanashindwa kujua kwamba kinachofanya washirika na waumini wao wapitie mabaya, wawe na maisha magumu, wawe na laana juu yao ni dhambi. Mtu linazini tu kama mbwa, mtu ni lilevi tu, linalewa tu, linalala mwenye vilabu, linanuka pombe, linanuka dhambi. Hilo ndo linaenda kwa manabii na mitume kwenda kuombewa baraka, libarikiwe hilo. Siku hizi mahubiri ya kuambia watu waache dhambi hayahubiriwi kabisa. Mahubiri hayo siku hizi hayapo. Ezekia sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 17 anasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sasa sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Watu hao wako wapi? Mbona siku hizi watu tunaogopa kuambia watu wabaya waache ubaya? Eti kwa sababu ya maneno ambayo waovu wanajihami nayo kwa kusema kwamba acha kufuatilia maisha ya watu, acha kufuatilia maisha yetu, wewe shughulika na maisha yako, shughulika na mambo yako. Kama kweli tukiacha kukemea dhambi katika dunia hii, kukemea watu, hii dunia kweli itakuwa salama hii? Na kinachoendelea siku hizi, ambacho kipo siku hizi katika dunia sasa hivi, siku hizi hamna anayetenda dhambi. Yani ni malaya tu akiwa anasema Yesu, yani atende umalaya anavyotenda, awe mlevi
vyovyote vile atakavyokuwa. Kikubwa anasema Yesu na anakuja kanisani. Huyo ni mtakatifu, hutakiwi kumgusa. Hutakiwi kumgusa. Na walivyojiwenga waovu, wanataka mtu kama huyo, unapotaka kumwambia uovu wake, umwite pembeni. Umwite pembeni, umwambie ndugu, unachotenda sio. Tutawaita wangapi pembeni? Tutawaita wangapi pembeni? Mbona yapo maandiko hapa? Wako wapi watakao yaishi maandiko haya? Katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema, wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Biblia inasema kwamba wanaotenda dhambi hawa tuwakemee mbele ya wote kama fundisho kwa wengine wanaotenda uovu kama huo, ili na wengine wanaotenda uovu kama huo waogope. Wewe ni nani? Who are you? Unaitaka nikuite pembeni nianze kukwambia ubaya wako? Nitawaita wangapi katika dunia hii? Je, utatoa ushirikiano nikikuita? Mbona wengi hamtoa ushirikiano? Wako wapi watakao yaishi maisha haya? Watakao yaishi maandiko haya, wanaoyaishi maandiko haya. Na kinachonisikitisha, wapo waliojitoa, wapo wanaopambana, wanaoyaishi maandiko haya kwa kukemea waovu na wabaya, hata kama wamepita katika hatari, wameenda gerezani, lakini wametoka bado wanakemea uovu na kupinga ubaya, wakiwaambia walimwengu na kuiambia dunia kwamba injili ndio hii. Injili kazi yake ni kushughulika na maisha ya watu, ni kutaka watu waache dhambi, ni kunyosha mapito ya Bwana. Injili imekuja kwa ajili ya watu. Unaposema kwamba ubiri injili, acha kuwasema watu. Ubiri injili, acha kufuatilia maisha ya watu. Injili ulitaki ikahubiriwe kwa wanyama, ikahubiriwe kwa paka na nyani? Injili ilikuja kufuatilia maisha ya watu. Ilikuja kuambia watu waache hiyo njia mbaya. Ilikuja kunyosha mapito ya Bwana, kuwageuza watu waache njia zao mbaya, wazielekee njia nzuri. Inapokuja injili kwa namna hiyo, ni lazima iguse mabaya yako, ni lazima iguse uovu na utenda. Ikigusa uovu na utenda, ndipo inakuonyesha njia unaotakiwa uiendee. Mwanadamu, mbona umekuwa na kiburi kiasi hicho? Mbona hutaki kusikiliza maonyo? Huko unakokwenda siko. Injili unaotaka kuhubiriwa hiyo ya kutokugusa uovu wako, ya kukutazamisha tu mafanikio. Hayo mafanikio hayatakupeleka kokote. Mbele kuna shimo, mbele hakuna njia. Hicho mnachokiita injili, hicho mnachohubiriana, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kununua gari, mwaka wa kujenga nyumba, mwaka wa kupaa, huko hamna njia. Huko njia ipo kwenye kuambiwa ubaya. Njia ipo kwenye kuambiwa makosa yako ili uyaache. Na injili inataka wewe uambiwe makosa yako ili uchomwe moyo. Huwezi ukaambiwa makosa yako ukaendelea na kushangilia, kusema kwamba sema baba tupone. Hiyo sio injili. Hiyo sio injili. Hiyo sio injili, ni utaila unaokuwa unaendelea muovu. Injili ikihubiriwa kabisa, muovu hawezi ukawa na maneno. Lazima moyo wako utakuwa unauma. Moyo wako unauma kwa sababu wamegusa penyewe. Moyo wako utakuwa unatafuta kuwa na maamuzi mawili. Utachukua maamuzi haya mawili, aidha kutubu na kuziacha dhambi zako, au kumlukia na kumchukulia hatua kali yule aliyekuambia ubaya wako. Anaonekana ni kama amekuaibisha, kumchukulia hatua, aidha kumfunga au kutafuta njia ya kumuua au kumpiga. Hiyo ndio injili. Sasa wewe mwanadamu, unataka uhubiriwe injili gani? Ya kukutekenya, isiyotaka uache dhambi? Mwanadamu, mbona umekuwa na kiburi sana juu ya neno la Mungu? Yaani wewe unampangia Mungu, unampangia daktari ya kutibu kwa sura gani? Injili ni sawa na dawa. Injili ni dawa ya dunia. Ilikuja kushughulika na mambo ambayo vitu vyote haviwezi vikashughulika nayo. Hiyo ndio injili. Ilikuja kugusa mahali ambapo vitu vyote havijagusa, vilitekenya tu. Hiyo ndio injili. Unazungumza injili gani?
Wako wapi watu watakaoyaishi maandiko haya katika kizazi hiki? Wapo wapi watu wanaoyaishi maandiko haya katika kizazi hiki? Wako wapi watu wanaoibeba sura ambayo baba zetu wa imani kwenye Biblia walikuwa nayo? Baba zetu wa imani sio kwamba walichinjwa, walikatwa vichwa kwa sababu walikuwa wanaongea maneno kama hayo ya kwamba mwaka huu wa kuinuliwa, mwaka wa kujenga nyumba, mwaka wa kununua gari, wakiwaambia waovu hivyo, wakiwahubiria waovu injili kama hiyo. Baba zetu hawakuchinjwa vichwa, hawakuuawa kwa injili kama hiyo. Kwa injili kama hiyo, hiyo sio injili. Waliuawa kwa sababu walikubali kumwambia muovu uovu wake, hata kama atachukia. Hawakuangalia kwamba atachukia au atafurahi. Kikubwa tu walitaka kuondoa uovu ndani ya mtu huyo. Unahubiri injili gani? Wako wapi watakaoibeba sura waliokuwa nayo baba zetu wa imani? Mwanadamu, laiti ungejua yale yapasayo uzima, ungelitubu na ungeyapokea kwa moyo wote. Yesu aliulilia mji wa Yerusalemu, akasema, Yerusalemu, ni mara ngapi nimejaribu kukusanya kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake, lakini bado mwanadamu umekataa. Unakataa maonyo. Wanapita wahubiri wenye sauti ya Mungu ndani yao, wanapita wahubiri ambao Mungu amewatuma wakugeuze mwanadamu, lakini unawaita ni watu ambao hawana akili, ni watu ambao wanapambana na watu, wanapambana na mamlaka. Hawahubiri injili, wanatukana matusi. Kuambiwa ubaya wako unaita matusi. Mwanadamu, utapataje kupona usipoujali wokovu mkuu namna hii? Utapataje kupona? Yesu, kitazame kizazi hiki.